Hivi ni nani aliyeturoga wa Afrika? Pengine tulio hai tumfate akatuengue. Labda huenda ujinga uliotushikilia akilini mwetu huenda ukatoweka. Ni moja ya kauli iliyopendwa kutumiwa na baadhi ya wazee, vijana na baadhi ya viongozi wa nchi. Hupenda pia kuitumia kauli hii wakiwalenga baadhi ya watu wasiokuwa na nia njema na mataifa yao. Kauli hii inaturudisha nyuma hadi mwaka 2011 katika eneo la Sirte nchini Libya, pale ambapo watu wa Libya bila kufikiria walipoamua kumuua rais wao Kanali Muammar Gaddafi, tena kwa kumpiga risasi, na kisha mwili wake wakauburuza barabarani kama wafugaji wa ng'ombe wanavyoburuza miti walioikata kwa ajili ya kutengenezea zizi la ng'ombe zao. Unaweza jiuliza hapo, hawa wananchi wa Libya walipata wapi ujasiri wa kumuua kiongozi wao ambaye aliwapenda mno kiasi kwamba alikuwa akijitolea kuwapa elimu bure, matibabu yote yalikuwa ni bure, haijalishi unaumwa nini, ila mwananchi hakutoa malipo yoyote. Aliwapa maeneo bure na kuwajengea nyumba za kuishi, na kisha akawapa mikopo isiyo na riba, yaani ukichukua 100,000 unairudisha kama ilivyo, na hata akaamua mafuta yote yaliyopo nchini humo yauzwe kwa bei ya chini ili kila mwana Libya aweze kununua. Yote hayo aliyoyafanya ilionekana ni kazi bure. Hatimaye Gaddafi alisalitiwa na kuuliwa na watu wake wa karibu kwa msaada wa Marekani chini ya Rais Barack Obama, ikiwa mstari wa mbele katika kuwapa wananchi silaha na mafunzo makubwa ili kuhakikisha Gaddafi anauawa. Haikuwa Marekani peke yake, hata Uingereza nayo ilihusika katika mauaji hayo. Jeshi la NATO nalo lilikuwa sehemu ya mauaji hayo, likifanya mashambulizi makubwa katika maeneo muhimu ya jeshi la Libya na kufanikiwa kuwaua wanajeshi wengi wa Gaddafi. Wakati huo, mahakama ya uhalifu wa kivita ICC nayo ilitoa idhini ya kukamatwa kwa Gaddafi kwa madai ya uongo kuwa amehusika katika mauaji ya raia wengi wa Libya. Hata Ufaransa, ambayo pia inamuwinda rais wa Burkina Faso Kamanda Ibrahim Traore, ilihusika katika mauaji haya. Gaddafi hakuuliwa kwa sababu aliwatendea mabaya watu wake. Ingekuwa Marekani inaua rais ambaye ni dikteta, basi Mugabe angekufa mapema mno. Ila Gaddafi aliuawa kwa sababu alikuwa katika mchakato wa kuiunganisha Afrika kupitia benki moja na sarafu moja na jeshi moja. Libya ilikuwa nchi maskini zaidi duniani. Mwaka 1951 Gaddafi aliifanya Libya kuwa nchi iliyoendelea zaidi barani Afrika, ikiwa na akiba ya nje ya dola bilioni 150, huku ikiwa haina deni lolote liwe la ndani ama la nje. Chini ya Muammar Gaddafi, Libya ilikuwa na moja ya sarafu zenye nguvu zaidi duniani, na Walibya walipewa mikopo isiyo na riba. Dinari moja ya Libya ilikuwa sawa na dola 0.82781. Mwaka 2011 Gaddafi alitaka kuzipa nchi zote za Afrika dinari hii kuimarisha uchumi wao. Alikuwa na tani 150 za dhahabu ambazo alitaka kuzisambaza Afrika nzima zitumike katika biashara. Kwa hiyo alikuwa na mpango wa kuzipa nchi za Afrika zitumie dinari hiyo ya dhahabu ili kuimarisha uchumi wao. Hapo ndipo Wamarekani wakaamua kumuua, kwa kuwa waliamini kuwa anaenda kuwa soko la dola za Kimarekani. Waliamini kuwa dola yao ingepoteza thamani ndani ya siku moja
na uchumi wao kuwa mbaya kuliko hata uchumi wa Zimbabwe, Afrika ingekuwa bara lenye nguvu zaidi, kwani Afrika ina rasilimali zote. Moja ya kauli zilizowahi kutolewa na Gaddafi ni pamoja na hii, aliposema rasilimali zote zinazofanya Amerika kuwa juu kiuchumi ziko hapa, na rasilimali zote zinazoifanya Uingereza kuwa juu kiuchumi zipo hapa Afrika. Idadi ya vijana kwenye sayari hii wapo Afrika. Bado kwa akili hizi zote za vijana pamoja na rasilimali hizi zote hatuendi popote. Hao mnawaita marais na mawaziri wanaongozwa na watu weupe, wapo kama vivuli tu hapo. Hizo ziara zao kila siku wao sio wehu waje hapa kukunufaisha wewe, wapo hapa kuchukua dhahabu, almasi na mafuta na rasilimali zetu tu. Kusingekuwa na Amerika bila Afrika, kusingekuwa na Ulaya bila Afrika. Ukitaka kunielewa, rudi katika historia. Nchi zao zilikuwaje kabla ya kuja kututawala kimabavu na ukoloni? Nchi za Ulaya zipo kuwanyonya wa Afrika kwa kivuli cha kuleta demokrasia, kutetea haki za kibinadamu, kuleta misaada. Walimuua Gaddafi na baadaye miaka michache mbele wakasema walimuua kimakosa, hakuwa na hatia. Jacob Zuma alikuwa katika mpango wa kuifanya Afrika ya Kusini kuwa nchi ya kwanza Afrika yenye teknolojia ya nyuklia. Hiyo ingemaanisha hakuna nchi duniani inayoweza kudhulumu Afrika ya Kusini. Hivyo wakasukuma vyombo vya habari kumuondoa Zuma na kuwalipa baadhi ya wanasiasa wa Afrika ya Kusini kuunda kila kitu kibaya kuhusu Zuma, kuiacha Afrika Kusini bila ulinzi dhidi ya nguvu za kigeni, na hakuna nchi ya Kiafrika iliyoingilia kuisaidia Afrika ya Kusini. Ulishawahi kujiuliza ni kwa nini Marekani wanaichukia sana Korea Kaskazini? Sio kwa bahati mbaya, bali ni taifa hilo kumiliki silaha za nyuklia, lakini kwa sasa hawana cha kufanya kwa sababu tayari taifa hilo linamiliki silaha za nyuklia.